Tuanze kugusia kikosi ambacho kilianza kwa timu zote mbili, alafu tuangalie kipi kilikwamisha kwenye dakika 90 timu zote mbili kutopata walau bao na kumaliza mchezo. Upande wa wananchi Young Africans Bravos, kikosi ambacho kilianza alianza Shigidi Yara, alianza Kwasi Atora Yao, alicheza Kibabage, alicheza Mwamnyeto, Ibrahim Baka, Damaro, Maxim Pia Nzengeri, Prince Dube, Alan Okelo na Pacome Zuzwa. Lakini kwa upande wa Simba Sports Club, kikosi ambacho kilianza kwa siku ya hiyo jana kwenye hatua ya fainali, kwa upande wa mnyama Simba, golini alikuwa ni Jibri Kasari, namba 2 alikuwa ni Shomari Kapombe, tatu alikuwa ni Nixon Kibabage, wakati masenta beki alikuwa ni Rushain Dilok na Ismail Ture. Viungo wili wazuiaji alikuwa ni Arasane Kante na Yusuf Kagoma. Mwingo wa pembeni alikuwa Rimpans, alikuwa ni Ribas Geye, Anis Oura. Chama akicheza kama namba 10, namba 9 alikuwa ni Rimpanzu. Kikosi ama vikosi vya timu zote mbili hatukuona mabadiliko makubwa kwa kiasi. Kipi ambacho kilikwamisha kwanza timu kutopata matokeo ndani ya dakika 90? Inawezekana pia mawazo yakawa ni mengi au yana utofauti kulingana na sababu ambazo zilikuwa zinaonekana kwa mtu ambaye alifuatilia mchezo, lakini pia watu walianza kufuatilia kuanzia kwenye lineups zilipotolewa, wakaangalia kwamba hapa inawezekana ikawa hivi na hivi, lakini mwisho wa siku ndani ya dakika 90 tukashuhudia utofauti. Nikirejea kwenye swali lako la kwa nini ilikuwa hivyo ndani ya dakika 90, nafikiri kitu kikubwa ambacho kilichagiza matokeo hayo ya 0-0 ndani ya dakika 90, kitu cha kwanza ilikuwa ni kila mtu alikuwa kama anamuogopa mwenzie. Ukiangalia licha ya kwamba kwenye 45 za kwanza Yanga aliongoza kwenye umiliki wa mchezo, lakini bado haimaanishi kwamba Simba alikuwa haji kwenye lango la Yanga, wala haimaanishi Yanga alikuwa haendi kwenye lango la Simba, lakini pia haimaanishi Simba alikuwa hafanyi makosa wala Yanga alikuwa hafanyi makosa. Nafikiri kwenye miongoni mwa vitu ambavyo walikuwa wanaenda sambamba kwenye mlinganyo ni pamoja na madhambi ambayo kila mtu aliyekuwa anafanya. Ukiniuliza mimi, jibu ambalo nitalitoa ni kwamba kila mtu alikuwa anashindwa kujilipua kwamba mimi ngoja niwe namba 1 kiwanjani ndo nitafute matokeo ya moja kwa moja. Ndo kitu ambacho kilikosekana ndani ya dakika 90. Maana yake Simba alikuwa anakuja kwa tahadhari, vivyo hivyo kwa Yanga anacheza kwa tahadhari. Ndo maana tukashuhudia wote ilikuwa kama wanaogopana hivi. Okay. Yanga akija bado tahadhari unaiona ni kubwa. Hafanyi kama ambavyo anaweza akafanya kwa KMC, hafanyi kama ambavyo anaweza akafanya kwa JKT. Kwa hiyo kiujumla nafikiri ilikuwa ni hivyo, na siku zote kwa timu ambazo zinaelekeana kwenye uwezo wa kimbinu lakini pia wa kiuchezaji ndio mchezo unavyokuwa hivyo. Na tuliona ndani ya dakika 90 hata yale mashuti ya kulenga lango, mashuti ya kutolenga lango kwa timu zote mbili yalikuwa hayapishani sana. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kilichagiza matokeo hayo ndani ya dakika 90 nafikiri ni nidhamu kwa kila mmoja. Yani alikosekana yule wa kusema mimi sasa ndo namba 1 kwenye huu mchezo, ngoja ni uchukue mchezo. Wote walibaki kutegeana. Unaweza ukatumia msemo huo kwamba walitegeana nani aanze kushambulia na nani ashambulia akiwa nafasi ya pili. Kwa maana hata mashambulizi aliyokuwa yanafanya alikuwa ni ya kuibia. Yanga akishambulia unamuona akiupoteza mpira tayari amesharudi nyuma kusaidia. Vivyo hivyo kwa Simba, mwisho wa siku dakika 90 0-0, japo kuna matukio mengi ambayo yalijionyesha, lakini kwa mujibu wa swali lako nafikiri ilikuwa ni hivyo. Okay, sawa. Tuzungumzie kwamba kipi ambacho Young Africans walishindwa kukifanya kuhakikisha wanamfunga Simba ambayo walikuwa na takwimu bora hata kabla ya mchezo wa jana, wakiwa na michezo takriban michezo 6, Simba akiwa hajaokota alama 3 mbele ya Young Africans. Kwa siku ya jana, kipi ambacho Yanga kiliwakwamisha na mwalimu Pedro Goncalves kushindwa kumaliza mchezo mapema? Ukianza na kocha Pedro ambaye alikuwa ni kocha wa Yanga,
Nafikiri kitu cha kwanza ambacho watu wengi mpaka sasa hivi kwa wanajaribu kuangalia, naona kama wanakizungumzia, okay. Walijaji kwanza maneno ambayo aliyazungumza kabla ya mchezo kwamba michuano ya Muungano Cup haikuwa na kipaumbele kwa upande wa Yanga. Mpaka sasa ni kitu ambacho wanakijaji kwa sababu inawezekana kikawa ni miongoni mwa sababu za Yanga kupoteza mchezo kwa mujibu wa watu, lakini kitu pekee ambacho naamini kwamba inawezekana kilikuwa ni kigumu kwa Pedro ni mbinu za kuweza kumbiti Simba zilipungua kwa namna fulani. Maana yake wachezaji ni wale wale ambao wamekuwa akiwatumia, japo kulikuwepo na mabadiliko kadhaa, lakini hata alivyofanya sabu walijoin wale wale, mwisho wa siku wakashindwa kufunga. Kwa hiyo kuna namna ambavyo kimbinu alipwaya kwenye mchezo wa jana, na ndo maana niliona hata wakati yuko bench anatazama, hata zilipoongezwa dakika zile 30, kuna namna ambavyo alikuwa kama amini hivi kinachoendelea. Moja ya sababu za Yanga kucheza vile ambavyo walicheza, kuna baadhi ya kitu ambacho nilikiona mimi. Okay. Kwa mfano kuna namna ambavyo Yanga walipata pressure kwenye mchezo. Pressure ambayo waliipata ni pamoja na matukio. Okay. Yani matukio ambayo walikuwa wanayafanya. Kwa mfano kwenye issue zima ya kukaba, kwa maana ya kupoka mipira, kuna namna ambavyo walipata pressure kulingana na aina ya wachezaji ambao walikuwa wanabato nao. Tulimzungumzia Damaro, tuliona matukio yake, mwisho wa siku alicheza dakika 45 pekee. Mwalimu kumtoa bila shaka ni kumtengenezea mazingira kwamba asije kuigharimu timu, na ni kitu ambacho pia kilikuwa kinaonekana. Lakini ukiangalia pia kwa baadhi ya nyota wa Yanga walikuwa wafanyi kama walivyofanya ama kama ambavyo huwa wanafanya kwenye mechi zingine.